fa idha nama, atakapolala mtu, fala yajuzu lahu, ilikuwa haifai tena kwake yeye at-ta'ama, wala chakula, wala asharaba, wala kunywa kinywaji chochote, hata maji, wala aljimaa, wala kufanya tendo la ndoa na mke wake. Fakullu dhalika, mambo yote hayo ilikuwa yahrumu alayhi, ni haramu juu yake endapo atalala. Hata kama kalala 5, akiamka tu basi hali tena, hanywi tena, afanye tendo mpaka kesho. Mwanzo ilikuwa hivyo. Fakullu dhalik, yote hayo yahrumu alayhi, yakawa ni haramu juu yake. Hadha kana fi awwal al-amri, yote haya ilikuwa mwanzoni mwa amri ya funga. Sawa, mwanzoni mwa amri ya funga. Qala rahimahullah ta'ala, thumma innahu hasala anna rajulan, kisha kwa hakika ikatokezea kwamba mtu mmoja min al-ansari, katika watu wa Madina. Thumma innahu, kisha kwa hakika, hasal, ikatokezea sasa, anna rajulan, kwamba mtu mmoja min al-ansar, katika watu wa Madina, yuqalu lahu, jina lake akiitwa Sarma ibn Qais. Sarma ibn Qais akiitwa hivyo. Hadha ar-rajul, huyu mtu huyu bwana huyu, dhalla yashtaghilu fi mazra'atihi, aliendelea kushughulika kufanya kazi katika shamba lake. Kwa mkulima, akalima, akatoa mashamba yale mwenyewe, akakata majani, akashughulika mambo ya kilimo. Hadha ar-rajul, mtu huyu, dhalla, alibaki shambani, yashtaghilu, anafanya kazi, anashughulika, fi mazra'ati, katika shamba lake, konde lake. Wa dhata yaumin, na siku moja, raja'a ba'da al-maghrib, akarejea nyumbani baada ya magharibi. Nani huyo? Sarma ibn Qais. Wa dhata yaumin, na siku moja, raja'a ba'da al-maghrib, akarejea nyumbani baada ya sala ya magharibi au baada ya magharibi. Faqamat imra'atuhu, akasimama mke wake, tuhayyu lahu at-ta'am, mke wake akasimama kumwandalia chakula. Bwana karudi kutoka shambani, ana njaa, akamwekea chakula pale. Sawa, bwana kiingia ndani pale, bila shaka ingia chumbani kidogo, jipumzishe, kae angoje aitwe sawa na bibi. Kwa hiyo aliporejea nyumbani siku moja hiyo baada ya magharibi, faqamat imra'atuhu, akasimama mke wake, tuhayyu lahu at-ta'am, kumwandalia mke wake chakula, weka chakula pale na maji na mkapa na matunda, hivyo weka chakula. Warajat, akarejea nyumbani standani mle, wa idha bihi qad nama, tahamaki, akamuona bwana Sarma kafanyaje, shalala tahaban. Karudi pale, mambo ya kilimo, kaika mashuka yake, majembe yake pale, akaa usingizi ukampitikia. Faqamat imratuhu, akasimama mke wake, tuhayyu lahu at-ta'ama, kumwandalia mume wake chakula. Warajat, akaresa kwa ile kumwita, wa idha bihi qad nama, taamaki kufika pale chumbani, akamuona mume wake tayari amelala. Faqalat lahu, mke akasema kumwambia mumewe, nimta, umelala wewe, hasara yako, nimta, umelala. Akasema al-khayba laka, al-khayba, hasara yako leo, wewe umelala magharibi haya wala hujala, leo una hasara wewe. Ishara kwamba hata wanawake wa sahaba walikuwa na nini, na ilmu, sio sheria hizo kizijua, sheria zote hizo wao wakizijua, ametusie haya kila kitu wajui. Kwa sababu wewe mume sasa kumbidishi mke kusoma dini, wala afue, apige pasi, atandike kitanda, asafishe ndani, hiyo ama dini yake, kumtafutia pahala ambapo ataenda pale na yeye akasikia neno moja, maneno mawili, matatu, au kasoma wewe baadaye ukapeleka nyumbani, ikawa ndio mufti pale nyumbani, watu wafutu masala babake fulani, jambo fulani, hukumu yake ngoje, hayo ni kadha na kadha na kadha. Ikawa sasa apate elimu kutoka kwa wewe mume.
faqalat lahu, akasema mke kumwambia mumewe, nimta umelala, lakal khayba, una khasara leo wewe. Idhan haruma alayka, kama umelala wewe, chakula hichi leo na kinywaji na mimi ni haramu juu yako. Sawa? Sheria inasema ule kabla ya kulala. Ukilala ukiamka basi kuli tena, kunywe tena, wala ufanye hayo mambo mengine. Idhan haruma alayka, kwa hivyo ni haramu juu yako sasa chakula kukila. Fabaqiya muwasilan lisiyam, bwana Sarma yule akabaki pale akaamka, alafu akaunganisha funga na siku ya pili. Sawa? Muwasilan akaunganisha lisiyam. Fabaqiya akabaki pale nyumbani muwasilan lisiyam, hali ya kuwa sasa yeye na mbili aendeleze na aunganishe funga hii ya leo na ya lini na ya kesho, sababu alilala hajafutari maskini. Baada ya magharibi hakula hakunywa chochote pale, kapata kilepe, mke akamwambia khalas haruma alayka, ni haram juu yako. Fabaqiya muwasilan lisiyam, akabaki pale sasa hali yako yeye ni mwenye kuunganisha funga ya leo na ya kesho. Falamma asbaha, alipoamka asubuhi, dhahaba ila amalihi, akaenda kazini kwake. Akatoka nyumbani kuelekea kazini. Alikuwa fanya kazi gani bwana? Mkulima, mazraa, shamba. Falamma asbaha, alipoamka asubuhi, dhahaba ila amali, yule bwana Sarma akaenda kazini kwake, alladhi huwa, ambayo kazi yenyewe ni mazraatihi, shambani kwake. Kalima mwenyewe afanya shughuli za shamba. Falamma ishtadda alharru fi dhahira, zama lilipopanda likawakali joto mchana pale adhuhuri, ukhmi alayhi, yubana akazimia shambani. Haya, mtu jana kafunga sio na wala hakula, akaendelea usiku mzima. Asubuhi kamka pale, baada ya kusali yuko shambani. Wewe akafanya kazi mchana pale, jua likokali, na ukisikia jua la Arabuni ile tusisi ile lifanye mara 3 yake, ile ambayo sasa iko 32 ile, sawa, kila mmoja ni hivi sio, hili lifanye mara 3, ndio kule hali ya kawaida. Sisi hapo jamani, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah, hatuna jua sisi bwana. Sisi tuna air condition, wala hatuna baridi sisi tuna AC bwana. Baridi hapo atembea kifua wazi, si hivyo? Baridi ya nyumbani hapa utembea bila shati. Usiende huko Ulaya na Arabuni, hapo Moshi na Kilimanjaro vipi? Moshi tu hapo, Moshi hapo wakuta maji yale alfajiri wajuza mara 5 nafanyaje hapo? Alhamdulillah, kuna kettle, kuna mabuli yale, kuna mahita, wafanya kuyapika ili kidogo yapolewa, ila mtapambana sana hapo. Tusongea hapo Kilimanjaro, Moshi hapo, Meru huko, Same huko, mitaya huko, baridi hasa. Mambo yenzetu kuwa barafu nafanya kuanguka, wa mkasubi mlango ule mpaka Jabani Spa kufungulie wakati barafu, hali ya kawaida hiyo. Sasa huyu bwana, falamma ishtadda alharru fi dhahira, lilipokuwa kali joto sana na jua pale katika wakati wa mchana, ukhmi alayhi, akazimia chini, kaanguka, akapoteza fahamu. Fahumila ila baitihi, akabebwa, akachukuliwa na wenzake, akapelekwa hadi nyumbani kwake. Sawa? Akachukua shambani pale mzege ule mpaka nyumbani. Fahumila ila baiti, akabebwa mpaka nyumbani kwake. Kadhalika waqa'at hadithatun ukhra qaribatun minha, tena hivyo ikatokea tukio jingine, yani karibu na huyu bwana, kuna mwingine naye alizimia hivyo. Sawa? Kadhalika waqa'at hadithatun ukhra qaribatun minha, hivyo likatokezea tukio jingine karibu na hilo.